Alikuwa anaumwa pressure, sukari, na kwa sababu alikuwa ni mtu mzima na miaka zaidi ya 90. Baada ya kupokea taarifa hiyo, kama kawaida yetu ya umoja, mshikamano wa pamoja, tumekuja kumsindikiza mwenzetu katika jambo hili. Mimi pia kama mzazi niseme walie kwa imani. Haya yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tukimwamini Mungu kwamba kila mwanadamu anayo siku yake ya mwisho ambayo amepangiwa na Mwenyezi Mungu. Mtazamaji wa Global TV, hapa nilipo ni Temeke kwenye mtaa wa Litui, ambapo upo msiba wa aliyekuwa mkwe wa diwani wa kata ya Sandali, Mrisho Kamba, ambapo ndipo ulipo msiba huu, ambao msiba huu umekusanya watu wengi mbalimbali na viongozi mbalimbali, akiwemo mbunge wa jimbo la Temeke, lakini pia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Temeke yuko hapa kwa ajili ya kuwafariji wafiwa. Kaa na mimi Gabi Mtanzania, nyuma kamera Zakaria Master Gamondi, kukuletea matukio yote ya hapa msibani. Mimi naitwa Mrisho Hassan Kamba, mheshimiwa diwani kata ya Sandali, manispaa Temeke. Pole sana kwa msiba. Shukrani sana, tunamshukuru Mungu, tupo pamoja. Na huyu ambaye ametangulia mbele ya haki, ulikuwa naye vipi? Yaani uhusiano wenu ulikuwa unaunganishwa na nini haswa? Huyu ni baba yangu, lakini ni baba ni upande ni baba yake na mke wangu. Kwa hiyo kwa lugha zetu za Kipwani tunasema baba mkwe. Kwa hiyo tulimuuguza zaidi ya miezi mitatu, tulishughulika kwenye kuuguza kwake, na kabla jakata roho nilibahatika kuwa naye siku ya mwisho kuondoka kwenye uhai wake. Kwa hiyo nilizungumza naye mambo mengi sana mpaka akakata roho, na tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunaenda kumhifadhi kwenye nyumba yake ya milele. Na alikuwa anasumbuliwa na nini haswa, na amesumbuliwa kwa muda gani? Alikuwa anaumwa pressure, sukari, na kwa sababu alikuwa ni mtu mzima na miaka zaidi ya 90, basi na hiyo ilikuwa kama sababu ya kifo chake. Unajua kwenye umauti kuna sababu, lakini yote kwa yote tunasema kwamba Mwenyezi Mungu kaamua kuchukua roho yake. Kwa hiyo tumuombe dua. Na ameacha watoto wangapi? Ameacha watoto 6. Ameacha watoto 6, na katika watoto 6 mtoto wa 4 ndio mke wangu mie. Pole sana. Nimeona jinsi ambavyo viongozi mbalimbali wa chama, akiwepo mwenyekiti wa CCM wilaya Temeke, nimemwona mbunge wa Temeke, mwenyekiti wa CCM Sandali, na wengine wengi wenye vitu wa serikali ya mtaa wako hapa. Hili kwako linakupa funzo gani? Ukiacha funzo, mimi sishtuki, kwa sababu chama chetu kina utaratibu wa kupendana, kusaidiana, kushikamana. Kushikamana kwa mambo mawili, kushikamana kwenye hali ya furaha na kwenye hali ya majonzi. Kwa hiyo ni muendelezo wa namna tunavyoishi kwenye chama chetu na namna tunavyoishi kwenye watu wetu wa karibu wa kila siku. Kwa niseme ni washukuru wote waliokuja, tupo pamoja na tuendelee kushirikiana kama hivi tunavyoshirikiana. Na mazishi mmepanga ni muda gani, na atapumzishwa kwenye makaburi gani? Mazishi ni mchana huu saa 7 hii, tunaenda kumzika kule kwenye maeneo yangu ya Sandali, maeneo ya Kasolobo au Dunia Tatu au Makelele. Nadhani baada ya swala watu watapata chakula, tutaenda kwenye msiba. Nimepokea taarifa za msiba kutoka kwa diwani wangu wa kata ya Sandali, Mrisho Kamba, kwamba amefiwa na mama mkwe yake. Kwanza nachukua fursa hii kuwapa pole wafiwa wote waliohusika na msiba huu, lakini kipekee nampa pole nyingi sana mheshimiwa diwani na mke wake ambaye ameondokewa na mama yake mzazi. Mimi pia kama mzazi niseme walie kwa imani. Haya yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tukimwamini Mungu kwamba kila mwanadamu anayo siku yake ya mwisho ambayo amepangiwa na Mwenyezi Mungu. Hivyo na wasaa wanangu kwa kuwapa pole, lakini kuambia pia walie kwa amani, kwa imani, huku akimwombea dua marehemu. Asante. Na nimeona jinsi ambavyo watu mmeshikamana, of course kwenye jimbo hili la Temeke, pale ambapo mmoja anapokuwa amepata tatizo kama hivi, viongozi mnaacha shughuli zote kwa ajili ya kwenda kumsapoti. Hii inatufundisha nini watu wengine, au inawafundisha nini watu wengine kwenye wilaya nyingine, mshikamano mliokuwa nao kwenye jimbo hili la Temeke? Sisi kwetu kama wana jimbo la Temeke, pamoja na viongozi wetu wa chama, akiwepo mwenyekiti hapo wa Chama cha Mapinduzi wilaya Temeke, katibu wetu, wamekuwa wakituwasaa
na wamekuwa wakituelekeza jinsi gani ya kujenga mashirikiano, na sisi kama wanatemeke, madiwani wote watemeke na wabunge, hata wabunge wote watemeke, sisi tuko kitu kimoja, tunashirikiana katika mambo mbalimbali ya kijamii, lakini hata kiserikali. Pale inapokuja hoja ya serikali, wanatemeke wabunge 3, lakini wabunge wote wa mkoa, mimi nilikuwa kama mwenyekiti wa wabunge wote 15 wa mkoa wa Dar es Salaam. Tumepanga mkakati kwamba kushirikiana mkoa wetu ili kuleta maendeleo ya pamoja. Kwa hiyo mimi niseme viongozi wetu wanatupa maono, na sisi maono yao ya umoja na mshikamano yanayoongozwa na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan tumeyashika vizuri sana katika Temeke yetu. Asante. Chama cha Mapinduzi kimepokea kwa masikitiko makubwa msiba wa mkwe wake Mheshimiwa diwani wetu wa kata ya Sandali, ndugu Mrisho Kamba. Lakini wanatemeke tuna kawaida ya mashirikiano na mahusiano mema kwa viongozi, lakini na wanachama wetu na wananchi kwa ujumla. Baada ya kupokea taarifa hiyo, kama kawaida yetu ya umoja, mshikamano wa pamoja, tumekuja kumsindikiza mwenzetu katika jambo hili kubwa. Kwa hiyo tumesikitishwa na hayo, lakini ni kazi ya Mungu, haina makosa. Tumekuja, mimi mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Temeke, nimekiwakilisha Chama cha Mapinduzi na wanachama na viongozi wenzangu wote kwa ujumla. Tupo hapa kwa ajili ya kusubiri taratibu wa mazishi kwa ajili ya marehemu wetu, na tunaomba wafiwa Mwenyezi Mungu awape subira, awape nguvu katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Nimeona jinsi ambavyo wanachama lakini pia wapenzi wa kileketo wa Chama cha Mapinduzi wilaya Temeke, jinsi ambavyo wanashikamana kuhakikisha kwamba anapotokea tatizo watu wanashikamana na kusaidiana na kufarijiana, na wewe ndio kiongozi wao. Neno ni lipi ambalo linasababisha muunganiko huu wenye upendo wakati wote? Neno ni uongozi wa pamoja. Sisi tumejipangia kama alivyosema mheshimiwa mbunge hapa, na ndio chama chetu kinavyotaka. Wakati wote tuwe wamoja, wakati wote tujenge mshikamano wa pamoja, wakati wote tuwe na mashirikiano, lakini wakati wote tuonekane sisi ni watu wamoja katika nchi moja ya Tanzania. Katika kujenga amani ya nchi tunatakiwa kuwa na umoja zaidi. Kwa hiyo Temeke tumejiwekea hivyo, ni wamoja kwa kila jambo. Zamani watu walikuwa wanaogopa kuja Temeke. Sasa hivi kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Temeke, unawaambiaje wale ambao walikuwa na wasiwasi na wilaya ya Temeke kwenye uongozi wako? Temeke ni njema, atakayeaje, kwa sababu Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunamshukuru sana, pia mama ametufanyia makubwa sana kwenye wilaya hii. Ni kweli zamani mtu akitajwa Temeke anaona kama anaenda wapi sijui, lakini sasa hivi tuna mabarabara ya kutosha. Sasa hivi tuna mahospitali ya kutosha, mashule mpaka ya magorofa yanajengwa. Tunawashukuru sana rais wetu, lakini tunawashukuru na wawakilishi wetu, waheshimiwa wabunge, madiwani, na sisi viongozi tunaosimamia utekelezaji wa ilani. Kazi zinakwenda. Kwa hiyo Temeke iko shwari na Temeke iko vizuri. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.